Nilipata message. Hizo kwa simu yake. Ilikuwa inasemaje? Mtu watatu anakuanga wakwaribu. So nisikukosee, alafu niende kwa kuita ndugu yangu. Exactly. Kusikie. Kwanza hiyo including family members, like unapigia brother yako, unapigia sister yako, unapigia mamako. Hiyo inakuanga like kuonyesha like. Karibu kwenye kipindi yetu ya breakup analysis. Hapa huwa tunachambua problems zenye ziko kwa relationship ama mazuri. Tunaambia watu wengine ambayo hawayatambui ili waweze kujifunza kwa sisi wenyewe tuko kwenye relationship. Unaweza pata hapa nje kuna mtu anataka kuanza kupendana na mtu lakini hajui katika ndoa ama katika relationship ni mambo magumu yapi yako huko. Unaona? Yeah. So anaenda kama hajui chochote. Tutuambia kwanza unaitwa nani? Ndio tuanze kipindi vizuri kama tunavyofahamu. Haya, karibu. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Angela Niva. Angela Niva, unatokea mtaa gani? Pipeline. Okay. Wewe una date ama umeolewa? Umeolewa. Very good. Tangu olewe mpaka leo imeisha muda kiasi gani? Ndio tunamaliza 1 year. 1 year. Very good. Very interesting. Ladies and gentlemen, ninajua kukaa na mtu ambayo mtazaliwa pamoja mwezi kukaa mwaka mzima kama hamjakosana ni kipengele kubwa. So huyu naona amebarikiwa sana kukaa muda wa kiasi wa mwaka mmoja kama wako vizuri kwa mapenzi yao. So nataka tujifunze vile yeye amepatana na mpenzi wako. Unaona? Na vile venye umepatana na mpenzi wako tangu mpatane, mlipatana namna gani, mkaishi, changamoto zenye umepitia hapo tujue ni gani ili kama kuna changamoto kuna huyu anataka kuanza akuja kijua kumbe huko watu wanakosananga. Unaona? Haya. Umesema tangu mpatane na mpenzi wako imeisha 1 year. Yeah. So mlipatana wapi? We are in the same group. A business group. So akaiba namba yangu kwa group. Sasa akaanza chatting ile kunijulia hali hivyo. Tunajuliana hali hivyo, ikafika mahali akaniambia we want we meet. Ile kumeet na tunajua ile lazima msichana aringe, unakataa kwanza, unamwambia tutameet tu. Because that time huwezi kuwa interested na mtu for the first time unamuona, ndio? Kape hivyo like nikona is very interested kuniona huyo tuongee. Kafika mahali ndio nikakubali. Let's just meet. Tukakutana. First date tulienda Spinners. Yeah. Ngoja kidogo kabla hatujafika hapo kwa Spinners, ni Spinners ama Spinners? I don't know this. Nataka kujua umesema mlikutana kwa business group. Yeah. So mnafanya pamoja tayari? No. Amufanyi pamoja, mmoja anafanya huko mwingine huko, lakini mko kwa group moja. Yeah. Okay. Wakati anaangalia member akakuona. Hapa ikacho. So ikaenda mkaenda? Yeah, ile tu kila siku lazima anijulie hali. Niko very interested ndio nikaamua tukutane. Okay. First meeting. Yeah. Okay, muda huyo ulikuwa single ama ulikuwa na majamaa wengine ambayo wako pending? Sikatai, kulikuwa na wengine wananitaka but I was single, sikuwa na mtu hiyo time. Okay. So katika maongezi yenu ni nini aliongea mzuri ikakufanya ikakuvutia ukawashawishika kumiti na huyu mtu? Like vile like alikuwa ananijulia hali day by day, kila saa lazima niulize umekunywa chai, umekunywa breakfast, umekula lunch hivyo. Unaona? Like hiyo inafanya ngadi mademu anaona yenyewe huyu mtu anakujulia hali. Kuna mwenye maybe ako interested na wewe
but hadi ajui vile uko siku mzima. Unaona? Okay. So vile aliomba first meeting. Yeah. Ulikubali hapo hapo ama ulikula fea kiasi? Sikukubali. Nilikaa like 2 weeks nikimsumbua nikimwambia tutamit tu. Naweza mwambia tutamit leo but naenda kumfail. Because namwambia yes. Okay. Ikafika siku kakubali. Yeah. Haya ukatokelezea mtaa. Okay, umesema ilikuwa Spinners ni area ama place? Ni place. Yeah. Si mahali anaishi. No. Okay, ikakuaje sasa huko? Like we went, we take a drink, we talk 1, 2, 3. Kapata mali safi? No, I didn't enter the box immediately. Like nilimdisturb for almost 1.5 months before ninge box yake, because yeye alikuwa interested, anaweza nitumia text I love you, mimi nitume emoji tu ya smiling. Unaona? Because I went through hell na ex wangu, that's why singekubali hivyo immediately. Tu kuogopa kwamba huyu mtu anaweza toka. Unajua kuna wakati unapata jamaa ana text mrembo. Yeah. Alafu mrembo akichukua kawaida, jamaa na yeye anaanza kwenda through, unapata mtu amepotea hivi. Wewe au kuona kwamba huyu mtu vile na msumbua hivi labda na venye namuumiza moyo? Sikatai nilikuwa namuumiza roho, but I wanted to kumjaribu nione kama bado atakuwa interested na mimi. Kama kwa serious. Yeah. Because singeingia immediately hivi tumekaa 1 month, vile tunakutana, tunaongea, nimwambia yes I love you. Unaona? Like lazima ningempima nione kama anaweza give up. But akanionyesha hivi. Okay, ikakuaje? Tuendelee sasa na story. Ikakuaje after hapo? Mmeshakutana hiyo siku ya kwanza ukarudi nyumbani, ndio? Yeah. Okay. After kurudi nyumbani situation iliendelea kama kawaida ama? Yeah, iliendelea tu kawaida. Every evening lazima tukutane tuongee 1, 2, 3. No. Ikaenda 1.5 months ndo niliona like let me just give him a chance nianze upya sasa na mtu mwingine. Ndo nikamwambia yes I do. We started a relationship. Okay. Hapo venye umeongea hivyo naona ni kama kuna kitu ambacho ulikuwa unakiogopa sije kikatokelezea tena. Exactly. So ni kitu gani hicho ambacho ulikuwa unahofia? Unaona hii kitu huyu mtu nikimkubalia mapema labda anaweza nifanya mbaya hivi. Kitu gani kimwahi kutokezea yani ukapokea hiyo wasiwasi? Kuonyesha mwanaume unampenda sana. Before yeye akwambia anakupenda sana. Si ndio mzuri? No. Juu wewe ukikuja niambia I love you. Si mambo imekuwa rahisi sasa, kwani changamoto inatokezea wapi? Like ukionyesha mwanaume weakness yako, like unampenda zaidi, kuna ile kiwango anakutesa. That's why. Anaona huyu hata nikifanya hivi hakuna mara naenda. Exactly. Okay. Na kama mtu mpenda. Unajua kuna ule mtu naona huyu hakuna mwingine kama huyu, si chance sitaki kupoteza. Inakuwa si vizuri jieleze. Mtu katai, but kuna ile miki kwangu nilijiwekea sitawahi penda mwanaume ile to an extent vile nilikuwa napenda mwingine, unaona? That's why nilitake time kwanza nimpime. Okay. Kumaanisha hujawahi tongoza jamaa? Na siwezi. Kwani mbaya wacha yeye anipende zaidi, but si mimi. Wow. Haya, tuendelee sasa na story. Tuendelee na story ikaenda. Ukapata mjamaa ako vizuri kabisa? Yeah. Vizuri, kaona huyu siwezi poteza. Yeah. Ndikuteki time kiasi gani? Muda kiasi gani umwambia I
love you too. Hiyo 1 month and a half ndo nilimwambia, ndo nilianza wali text me, I tell him I love you too. Cause hiyo tukianza kudate alikuwa ananiambia love you na mtumia emoji ya smile peke yake. I was not sending him any message of love. But yeye alikuwa interested ananitumia. Kakaenda kasonge sasa itakuwaje? Continued, but still kwa relationship unaona na changamoto. Kama gani? Kuna sometimes unaweza kaa hivi kuweka na mtu. Aje ukose? Exactly. That one weakness of a girl. Unaweza sikia tu mtu amekubutu, but kuna sometimes unaweza kaa like while we are dating, but uzuri yeye alikuja akanielewa. Kuna saa unaweza kaa siku nzima usikii kuongea na mtu. Stress za maisha ama? Nini unakuanga na stress? Mbona tukose? Sasa gani wakati hii kila kitu jamaa na sauti. Hai unataka hii. Unapiga tu simu. Kwani kila kitu lazima uambie mtu wako? Si lazima. Kuna vitu zingine unaweza handle wewe peke yako. Kwani wasichana kama bado wako? Mimi wananga msupa kama lunch. Chwani. Napiga simu sina chwani. Nataka hii. Tuma. Hainatuma. Kumbe bado kuna watu wanajua kujipanga. So like una try kubadilisha, like for example, sasa naumwa na kichwa, nimpigie simu nimwambie naumwa na kichwa. Unaendelea ndio poa. Siniende tu ninunue dawa na nikunywe na hiyo ishe. Okay. Wow. So mlidate for 1 month. Kwa hiyo 1 month and a half. Mkuwahi kwa sana hapo mkofishane one nimekataa. Mkuje tena mjiunge tena pamoja tena baadaye. Hivyo ilifika hapo. Huyo jamaa alikuwa mtu wa aina gani? Caring ama serious? Caring, loving. Hiyo ndio maana nilimpendea. Handsome. Pesa mfuko ilikuwaje? Mfuko ilikuwa sawa. Wewe umati mpe mfuko. Wewe tu ako smart, handsome, caring, hiyo mambo inatosha. Pesa huwa imata. All that matters is love and care. Na honest. So nasema ukweli hata kama. Haya, tuendelee sasa. After 1 month ikakuaje? Si mmesha date, ndio? Mmekutana kila mmoja ameona mwenzake physical, ndio? After hapo umewahi toka kwako ama kwenu ukaenda kumvisit kwake? Yeah. So itaki muda kiasi gani kila mtu understand kwamba huyu msichana ananifaa na sifai kuendelea kumwacha nje, anafaa kuja kae na mimi. Wewe mwenyewe ukaridhia ukaona huyu jamaa nikiendelea kufanya mchezo nitampoteza, nafaa kuwa na yeye karibu. Ili kuchukua muda kiasi gani yani ukaanza kuishi pamoja? Like 4 months. 4 months. Okay. 4 months after 1 month after. Kuna mwezi mmoja na nusu kwanza. After hapo ndio ilichukua nyingine miezi 4. Yeah. Okay. Kwa hiyo tutaenda mwaka mmoja na nusu. Haya. Sasa after ushafika sasa kwa ndoa. Ndio. Siku ya kwanza sasa umejipanga, umefika kwa ndoa. Jukumu yako kama mwanamke mpya kwenye hii familia, jukumu zako zilikuwa zipi? Kuna zile responsibilities kama bibi. Sawa? Kunafaa ufanye wakati umefika kwa ndoa. Kumbuka saa hii you are no longer kwa familia yako. Hii ni mtu mwingine, mzazi mtarajiwa. So kuna ile responsibility yako kuprepare mtoto
uje kupatikana. Wewe ulikuwa umejiandaa kivipi kupokea mtoto hapa mbele? Ama kwa nyumba, wewe kama bibi kwa nyumba, wewe kazi yako ilikuwa ni gani? Make sure like nguo zake ni safi. Nyumba ni safi, mahali anakuja anaona ni kusafi. Safi. Nampikia vizuri. Kwanza usipompikia vizuri ataenda huko nje. Kuenda huko. Apikiwe huko nje vizuri. Atakuja kukula chakula yako kweli. Ndio sasa nimeshiba. Ufue nguo yake vibaya, atakubali next time umfulie. Exactly. Okay. Umuonyeshe heshima zake. Ni namna gani utabehave yenye itaonyeshana kwamba umemnyima heshima mume wako? Kumuonyesha madharau. Kivipi? As in, life huwa ina change sometimes. Unaweza pata maybe amefutwa kazi, wewe ndio uko kazi, unaelewa? Sasa unajua ikifika hiyo to that point, mademu wanaona mwanaume ni useless. Ndio anaanza kumuonyesha madharau. Aleti mkate kwa meza. Exactly. Sasa msichana anaona yeye ndio kila kitu. Wewe ni baadhi ya wale wasichana wanaamini kwamba ni shingo ama ni kichwa ama ni 50-50. Wewe kama wewe mwanamke kwa ndoa ni 50-50 ama wewe ni shingo? Unanielewa? Kuna madamu yeye anasema siwezi kubali kuwa chini ya mwanaume wangu. Kama niko hapa mimi si maid wake, ni si mfanyakazi wake. Wewe una haki sawa sawa na mimi. Sawa? Wewe kiwewe sasa uko hivyo ama unakubali kwamba mwanaume ni kichwa kwa boma? Mwanaume ni kichwa kwa boma. Okay. Kuna demu nilikuwa naye hapa last week, yeye alisema kwamba yeye na bwana yake wanatoshana. Sawa. Wanatoshana. Kama ni kazi ifanyike sawa sawa, chwani. Kama ni kufua, mimi wakati nafua, wewe uko jikoni unapika uji, unaona? Unaionaje hiyo? No. Hiyo ni kuonyesha mwanaume hauna respect kwake. Because hiyo choice ni zako, si zake. Yeye ametoka kazi, amechoka. Kama pia wewe ulikuwa kazi, amechoka. Sikatai, but hiyo ndio ilinipeleka huko nifanye. Okay. Very interesting. Haya. After miezi 4 mumeoana. Ndio? Sasa umesema after miezi 4 sasa. Hii tunaweka kando, hii miezi 4 tunaweka kando plus 1 month and a half. Umesema after hapa sasa mmeanza kuishi pamoja, imeisha mwaka moja. Sawa. Ni nini kwa huu muda wote ambao umeishi na yeye? Ni wapi amewahi kuwaza kaona hapa ningejua? Why regret kutana na yeye? Yeah. Kukwaza wapi? Nilipata message. Hizo kwa simu yake. Ilikuwa inasemaje? Sasa message ni mingi. Kuna message za majamaa, kuna message za kazi, unaona? So message yenyewe ulipata ikakwaza ni gani? Alitumia msichana. Ile alitumia msichana. Wow. Ukasema anampenda sana ama unasemaje? Kumuita majina yenye tunaitananga. Okay. Wakati wewe ulikuwa unajua uko peke yako. No one to replace you. Ukajikuta kumbe mko wawili. Pole sana. Ikakuwaje? Nilifanya tu kuona, nikamnyamazia kwa sababu sikuwa nataka kuweka drama. Nikamuuliza. Akasema there is nothing going on. Nikamwambia there is nothing going on. Huwezi niambia there is nothing going on. Na chat ziko hapa. Zinaonekana wazi. Mnapendana.
Wow, pole sana. Najua inauma lakini itabidi umezoea. Sasa pia wewe nini nilikupeleka kwa hiyo simu? Nini nilikupeleka kwa hiyo simu? Hadi sijui. Basi umesikia imelia si yako. Sasa unaona kulia lile like unaweza kaa hivi usikie tu kuchukua tu simu wako. Mlikuwa mnashare simu? Exactly. We do that by the way. Paka leo. Au kukoma. But stakagi. Wow. Hey. So unashauri nini watu wenye wako na hiyo tabia? Kuna wasichana hapa wameolewa lakini si mwanaume wake akifika hivi simu lazima ikaguliwe, alipigia nani, huyu namba naona jaseviwa ni ya nani, hebu piga nisikie. Unashauri nini mtu kama huyu? Aswedi kuchukua simu na mwanaume ni sumu. Ni sumu. Beta wachane tu nayo. Wewe mwachie tu yako ashike. Lakini yake usishike. Hiyo ni rule number 1 nilijiwekea, siwezi. Unless anipe niende nilipe kitu. Nitalipa na nimrudishie hiyo. Na sitaingia anywhere. Hadi anajua nilimwambia asiwahi nipea simu yake nikae nayo. Wow. So hiyo kesi mkaihandle nini? Ni sumu. Nauma. Lakini kuna watu ambao wako sawa. Sikira mtu. So hiyo kesi mkaisoti nyinyi wewe na yeye ama mlishirikisha mtu mwingine? Hapo tulisoti tukiwa wawili. Okay. Tangu hiyo siku haiona kama imejirudia tena ama hujakuwa na shughuli ya kufuatilia? Sijaona imerudia tena cause he went to the altar of the church and apologized to me. Yeah. Okay. Basi honest, mtu mzuri so hii let down. Endelea tu hivyo. Hapo nasikia mambo sawa. Haya, tumeona kitu gani kilikuwa? Ni hiyo tu ilikukwaza ama kuna nyingine? Nini ilikubamba sasa? Nini kumaanisha kama umepata tatizo, hii tatizo ukapiga hesabu 1 to 1 - 3 ukaona kuna mazuri pia, ukaona haya mazuri ni makubwa kuliko haya mabaya, kumaanisha kuna mazuri. Nini ilikufurahisha kwa ndoa yenyewe? Unaona mtu mwenye yuko kwa ndoa unamshinda na unamshauri aingia kule hiyo utamu. Kitu gani? Kwa ndoa. Kwa ndoa ni lao tupata tu mtoreka. Mna-understand unaona? Like yeye kanaelewa karakta yangu. Kuna saa maybe naweza kuwa na hasira. Kuna vile yeye anajua vile ananihandle, mimi najua vile nitamhandle. So kitu very important ni muelewe na mtu ambaye anakuelewa. Exactly. Okay. Kama wewe ni mbaya anajua ni mbaya. Very good. Na inakuwaje kama mimi nimeshakuelewa wewe ni mbaya, lakini najaribu nikubadilisha ukue vile yenye kwa mind yangu naona ni kama iko sawa. Wewe uko ready ku change? Ufuate nyayo za mume wako yenye anataka. You just go mkae chini mwambie kuko hivi na hivi. Tunafaa kufanya hivi na hivi. Na hivi na hivi si poa. Wewe uko ready ku change? Tuseme unakunywa pombe, lakini mume wako hataki ukunywe pombe. Uko ready kuacha pombe muendelee na huyo mtu? Unafaa kusikiza mtu wako. Kama amekwambia uache, maybe hiyo ni kitu imfurahisha, unafaa kuacha, mkae in peace. Na kama wewe unakufurahisha? Sikatai, but nani uko naye? Exactly. Nani unafaa kusikiza? Okay. Wow. Ndoa yenu kama ni tamu. So tukienda kumalizia, tuende kuimalizia kitu gani cha ningependa kuambia watu ambacho haujakisema lakini ningependa kusema? Kuhusu ndoa. They should
wanafaa kuwa wanapeana respect na care na love. Na mtu wako akikosea mnafaa kuwa mnakaa chini like mnasolve mkiwa wawili. Unajua mtu watatu huwa anakuanga wa kuharibu. Like us we normally do like kaa kuna kitu like tunaona iende vizuri, we can't solve it in the house. Tunatafuta mahali, tunaenda tunakaa chini, tunaongea. Kani business tunafanya. Kwa hiyo mfai kuongelea kwa nyumba, mnafaa mtoke nje. Ina depend na mtu vile mnakaa pamoja. Mimi nimetoa example as mimi na mtu wangu kaa kuna big issue, we don't normally solve it in the house. Tunaenda nje, tunasolve nje mahali. Kama ni kwa hoteli tunaenda tunakaa chini, tunaongea hii na hii na hii kufanya si poa. Unafaa kufanya hivi na hivi. Wewe kwa hii muda yote umeishi na mwenzako, umewahi kosa usingizi? Umeishi kwa kulala? Sikuwa amenikosea. Tunasikianga kwa ndoa watu hawalali. Sio kuli. Jivo. Mimi hiyo normally happen wakati alinikosea peke yake. After hapo mambo ilikuwa foto sawa. Ipo chocho. So wewe unashauri watu waolewe, ndoa ni tamu? Ni tamu ukipata mtu like mnaelewana. So unamjuaje? Sasa tatizo ni unamjuaje huyu mtu tunaelewana? Unamjuaje? Kwa sababu watu wengi wanakuja wakipretend. Watu wanakuja wakipretend. Ni wazuri. As for me, kuna sometimes ndio nikuje nimuelewe kama za nielewa, namrushia hasira zangu zote. Nikimrushia hasira zangu zote zenye nimebeba kazini, nitakuja kumrushia. I just see vile ataihandle. Akakaa chini tukaongea. Unaona vile ninakwambia normally sit down tukiwa wawili, we solve it tukiwa wawili. Mtu watatu anakuanga wa kuharibu. So nisikukosee, alafu niende kwa kuita ndugu yangu. Exactly. Kusikie. Kwanza hiyo including family members like unapigia brother yako, unapigia sister yako, unapigia mamako. Hiyo inakuanga like kuonyesha like kwa ndoa tu lazima mtakosana, mtapiga simu, mtaongea. So vitu mkiwa wawili, mkae tu chini muelewane. Uko hivi na hivi, ukufanya poa, unafaa kufanya hivi na hivi. Hasira si poa hivyo. Nilikuwa na rafiki yangu alikuwa kwa ndoa, sawa? Akakosana na bibi yake. Na kitu ilifanya wakakosana nini? Mimi nilikuja tu kujulia huko nje. Nilikuja tu huko nje. Madam, kuna wakati jamaa so wamekutana mara ya kwanza. Madam akaenda kaambia baba yake kwamba huyu jamaa hana nguvu za kiume. Anaambia mama yake. Mama yake sasa na yeye akaita kikao na watu wawili. Wazungumzie kuhusu nguvu za kiume za unaona mtakifanya poa ama alifanya vizuri. Mambo kama hayo kuambia mama yako. Na kama si vizuri unafaa kuadresi wapi? Hajaona. Vitu kama hiyo ufai kwenda kuambia mamako. You should sit down na mwende usi. Mtu wawili. Nimependa so na time naona tunaweza fungia hapa. Mwenye amesikia nimeshukuru kwa muda wako. So nakukaribisha tena anytime ukisikia kuna kitu naweza kuja kusaidia, karibu. Asante.